الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، tunaendelea na darasa tafsiri. Huenda leo inshallah tutahitimisha sura hii. Tuko katika aya, tulikuwa tumeishia aya 103 katika surati Yunus. Leo tunaanza na aya 104. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema, qul, sema. Ikisema katika Qur'ani, ikija amri sema, yani anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme, alafu wengine ndio wanafuatia. Sema ya ayuha nasu, enyi watu. Na hii lugha ya enyi watu inafahamisha kwamba ujumbe wa Qur'ani ni ujumbe wa watu wote. Manabii waliopita walikuwa wakitumwa katika mataifa maalum. Mtume sallallahu alaihi wasallama katika mambo ya kipekee kwenye utume wake, wa ursiltu ila nasi kafatan, mimi nimetumwa kwa watu wote. Huyo ni rasulul alamin, rasuli wa walimwengu wote. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, tumekutuma kwa watu wote. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma isipokuwa uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam maamrisho yake ni ya binadamu wote, kuanzia wakati ule mpaka kiyama saa. Na kadhalika ni mtume wa majini wote, kwani na wao wana wajibu wa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kuacha maovu. Na wao wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba binadamu na majini ila waniabudu. Qul ya ayuhan nas, waambie enyi watu, in kuntum fi shakkin min dini, ikiwa nyinyi mna mashaka na dini yangu. Inajuzu katika sheria kusema dini yetu sisi Waislamu, kwa sababu sisi ndio tunaowajibika kuifanyia kazi, na sisi ndio tunaonufaika na hayo mafundisho ya dini. Kwa hivyo ni dini yetu. Waraditu lakumul islam dina, nimeridhia Uislamu iwe ni dini yenu, na ni dini ya Mwenyezi Mungu. Waraaita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, na utawaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi makundi pale itakapokuja nusura ya Allah. Kwa hivyo imekuja katika sheria dini ya Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye ambaye ameisuka, ndio aliyoiwekea sheria, na ni dini ya Waislamu na ni dini ya watu kwa sababu wao ndio walioteremshiwa hiyo dini. In kuntum fi shakkin min dini, ikiwa mna mashaka na dini yangu, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, basi mimi sita abudu vile mnavyoviabudu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii inafahamisha kwamba ikiwa mtu hakushika dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu, atakuwa na dini nyingine ambayo ya kumwabudia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Haiwezekani kwa binadamu akawa sio Muislamu wala si mshirikina, yani yuko tu hajamwabudu Mwenyezi Mungu, pia hajamshirikisha Mwenyezi Mungu, yuko anaelea. Haiwezekani. Kwa sababu gani mwanadamu hawezi kuishi bila ya dini? Sababu ni moja tu, kwa sababu Allah amemuumba ana uhitaji wa kuabudu, ana uhitaji wa kuabudu katika nafsi yake. Hiyo ni asili yake. Ana uhitaji wa kuomba, ana uhitaji wa kumtegemea mwingine kwenye yale yaliyomzidi. Ndiyo maana
asipotumia huo uhitaji na hiyo nature kwenye dini ya haki, hiyo nature itafanya kazi kwenye dini ya batili, ili mradi tu akidhi haja ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameumba katika nafsi. Kwa hivyo uhitaji wa dini, Allah ametuumba kwa ajili ya ibada na akatuumba sisi, nafsi zetu zinaitikia kuabudu. Kwa hivyo kama mtu hataki kuabudu, hataki kuwa ni mtumwa wa viumbe na awe mtumwa wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, hapo atakuwa ameziba pengo na hakuruhusu kuwa ni mtumwa wa kitu kingine. Ndio maana ikaja kama mtu hakuabudu kwa dini ya Allah, ataabudu kitu kingine. Fala a'budu alladhina ta'buduna, siabudu kile ambacho nyinyi mnakiabudu, min duni la, kinyume na Mwenyezi Mungu. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, lakini mimi ninamwabudu Allah ambaye anawafisha nyinyi. Yani hapa anaashiria, sababu ilikuwa inatosha kusema tu ninamwabudu Allah, lakini kwa nini aseme ninamwabudu Allah ambaye anawafisha nyinyi? Kwamba huyu ninayemwabudu ana mamlaka juu yenu na ufalme juu yenu, na wala sio hiyo miungu mnayoiabudu. Kwa hiyo miungu mnayoiabudu haina mamlaka juu ya uhai wenu. Huyu ninayemwabudu ana mamlaka na uhai wangu na uhai wenu. Kwa hivyo hao miungu wengine hawamiliki uhai wala mauti, hawamiliki uhai wala mauti. Huyu Mwenyezi Mungu anayeabudiwa anamiliki uhai, ni mfalme, na katika alama za ufalme wake na mamlaka yake anafisha viumbe. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, lakini namwabudu Mwenyezi Mungu ambaye anakufisheni nyinyi. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, na akiwafisha viumbe anawapeleka kule atakako. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndiye aliyekadiria viumbe waje duniani. Hakuna yeyote ambaye ameshirikiana na Allah Jalla wa Ala katika kuwaleta viumbe duniani, na wamekuja kawaleta yeye na kwa utaratibu aliyotaka. Na huyo huyo akiwafisha viumbe anawapeleka kwingine akutakako yeye, kwa mpango ambao ameupanga. Na mpango wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla baada ya kuwafisha viumbe, ima wanakuwa kwenye moja kati ya makazi mawili, kwenye pepo au kwenye moto wa Jahannam. Na moto hivi sasa upo na una watu wake wamekusha kuingia katika wale waliokufa kabla yetu, na pepo kadhalika ina watu wake na wamekwisha kuingia. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan. Qur'ani inasema watu wa Firauni wanachoma moto asubuhi na jioni. Na waliofariki hali ya kuwa ni waumini, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Usidhani waliofariki katika njia ya Mwenyezi Mungu, sio tu jihadi, katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani amefariki hali ya kuwa ni Muislamu. Kila Muislamu yuko kwenye njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu pale aliposimama ni mahala ambapo Allah ametaka. Kwa hivyo fi sabilillah sio kufa jihadi peke yake. Allah anasema hawa ambao wako katika njia ya Mwenyezi Mungu wakifariki, usidhanie wamefariki ndio wamemalizika. Wamepita tu kwenye umauti, wametokezea katika uhai mwingine. Mfano wa mtu aliyelala ambaye yuko macho, ukimwona amelala yuko ulimwengu mwingine, masekunde tu mwanadamu anatoka duniani, ameshaingia akhera, na huko anaishi maisha mengine. Allah ana uwezo kwamba ameyaweka hayo maisha yapo na sisi hatuyaoni. Yapo na hatuyaoni, kwa sababu hata hii leo tunaishi na majini umumu wanaishi na sisi hatuwaoni, na malaika wapo na sisi hatuwaoni. Kama imani yako imekuwa ndogo kwenye kuamini hilo, weka basi kwamba mchawi anaweza kupita hapa, sisi hatumuoni. Kwa hivyo maisha yapo na sisi hatuyaoni, kama ambavyo hatuyaoni maisha ya wachawi na maisha ya malaika na maisha ya majini.
Ukishafariki, mwanadamu akishafariki, Allah ameweka utaratibu aende peponi au aende motoni, akisubiria kiyama ambacho kitatoa hukumu kubwa, kama vile hii ni hukumu ya mpito hii. Kwenye maisha ya mpito. Alafu kama mtu yeye hataki kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa hizi hukumu mbili, na akatae kufa. Kama hataki mtu kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, huo mpango wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwamba watu wakifa wanaishi maisha mengine, yeye hajaupenda huo mpango, asife. Kwa sababu akifa lazima ataenda kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo hili neno hili yatawafakum, ninamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye anakufisheni, limeenda kugusa katika nukta ya msingi kabisa ambayo inatakiwa iwaamshe hawa watu ambao hawamwabudu Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, kwamba Allah aliwaleta duniani na yeye ndio anapanga tarehe ya kuwaondosha. Kwa hivyo huyo ndio bwana wao wa kuabudiwa. Unajua kuna mtu mwingine anahisia kwamba mimi niabudu nini bwana? Na wengine hata husema ni muabudu Mwenyezi Mungu, yeye ni nani? Ndio aliyokumba na ndio aliyokupa uhai na ndio anayekupangia muda wa kuishi duniani. Na wewe unaishi katika ardhi yake. Na hata ungeelea hewani ni kwake. Unavuta oksijeni yake na unakula vyakula vyake na unakunywa vinywaji vya Mwenyezi Mungu Jalla wala. Na mama yako aliyokuzaa ni kiumbe wake, na yeye ndio aliyokuumba katika tumbo na akasahilisha njia ya wewe kutoka tumboni. Sijui mwanadamu ujeuri wake unatoka wapi? Ma gharraka bi rabbika ya ayuhal insanu, ewe mwanadamu uliyejisahau. Ma gharraka bi rabbikal karim, kitu gani kimekusahaulisha au kimekuhadaa ukamsahau Mola wako mkarimu? Alladhi khalaqaka, ambaye amekuumba wewe, fasawaka faadalaka, akakufanya sawa sawa na akakulingamanisha. Fi ayi surati ma shaa rakabaka, hata sura ulionayo yeye ndiye ambaye aliitaka. Rakabaka, akakuumba kwa mujibu wa hiyo sura aliyoitaka. Yani hata hiyo sura sio kwamba Allah aliumba alafu ikajitokeza hiyo sura. Hiyo ni sura aliikusudia kabisa, akakuumba kwenye sura hiyo. Kwa hivyo angalia kumfanyia jeuri bwana. Angalia wa kumfanyia inadi, sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile haki ambayo unaona bosi wako ana haki nayo, unyenyekevu na utiifu kwa bosi wako ambao unauona kwamba unamtii na unamnyenyekea bosi wako kwa sababu kadha na kadha, Allah anazo sababu zaidi ya hizo. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Kwa hivyo wanaomwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wanazo hoja za kumwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wala mtu asije kama yeye haabudu, asije akawaangalia watu wanaoabudu akawaona watu wako nyuma. Hawa watu wanafata amri ya yule ambaye ameumba dunia hii na ameiweka na akaipangia utaratibu wake kwamba hawa viumbe wataishi, hawawezi kuishi mpaka wale, na mimi ndio naletea riziki. Mwenye kunufaisha ili abembelezwe kwa ajili ya manufaa. Na jina hili adharu nafi lazima udabo. Yani uwezi kusema tunamuomba adharu ukaishi hapo, lazima useme adharu an-nafi, kwa sababu ukikata nusu ya maana inaleta maana mbaya kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ananufaisha, anamiliki manufaa na anamiliki madhara, na yeye ndiye ambaye anamiliki kuondosha madhara. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin, ikiwa Allah atakupata kwa madhara, fala kashifa lahu illa hu, hakuna kuyaondosha madhara isipokuwa yeye. Wa in yuridika bi khairin, na akikutakia khairi, na khairi ni kinyume cha madhara, fala radda li fadlihi, hakuna wakurudisha fadhila za Mwenyezi Mungu. Angalia mamlaka ya Mwenyezi Mungu.
wewe umepatwa na madhara, watu wakihangaika, hata kama ni maradhi ambayo yana dawa na madaktari wapo na madawa yapo, ongeza na mwili unaweza kupokea dawa. Kama Allah hajaidhinisha, angalia tauhidi katika hii aya, kama Allah hajaidhinisha huwezi kupona. Madhara ya maradhi hayawezi kuondoka mpaka Allah aidhinishe. Hii lazima yani mtu aamini. Na kikwazo cha kiimani hapa ni yale mahusiano ya dawa. Huu ni mfano mmoja ni yale mahusiano ya dawa na kupona. Mtu anatumia dawa anapona. Kwa hivyo mwanadamu hapa, lakini anaambiwa asiamini kwamba dawa ndio imeondosha madhara. Aliondosha madhara nani? Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa sababu yeye ndo ameidhinisha hayo madhara yaondoke. Ni kama kwenye ishu ya kupata na ugonjwa, mtu apati na ugonjwa mpaka Allah aidhinishe. Tauhidi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha aliposema la adwa, hakuna kuambukiza, hakuna maambukizi. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio amefundisha ngamia wagonjwa wasichanganywe na wazima kwa sababu watawaambukiza. Na akasema firra min almajdhumi firaraka min alasad, ukoma ni katika maradhi yenye kuambukiza, kuwa mbali na huyo kama vile unavyomwogopa simba. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekubali sayansi ya maambukizi. Alafu kwa nini kule anasema la adwa, hakuna maambukizi? Maana zote ni sahihi, kwamba Allah ameumba kwamba kuna maradhi yanaambukiza, ipo, lakini sio hayo yametoka nje ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa sababu maambukizi yapo basi yanaambukiza tu yatakavyo, mapana na marefu. Yako controlled na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hivi tokea asubuhi mpaka saa hizi sisi tumekutana na mambo mangapi ya kutuambukiza? Huu mdomo uko wazi, sio tu uko wazi, unavuta. Ukivuta hewa unavuta, na pua ziko wazi, na ni ndio sehemu ya kupokea maambukizi, na macho na masikio na midomo. Humu tunakanyaga, humu tunasujudu. Maji, vitu unavoshika. Lakini hata tuugue maradhi hayo ni machache kuliko ile riski iliyopo. Ni dalili kwamba Allah ameblock benki. Kwa hivyo Mtume aliposema la adwa, hakuna maambukizi, yani hakuna maambukizi yanayojifanya yenyewe, yanayoambukiza yenyewe mpaka Allah aidhinishe. Kama ilivyo kwenye maambukizi mpaka Allah aidhinishe, na kwenye kupona mpaka Allah aidhinishe. Zinaweza kuwepo sababu za maambukizi usiambukizwe, na zinaweza kuwepo sababu za kupona usipone. Kwa nini? Inategemea idhini ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Idhini yake ni mashia yake, matakwa yake, mpaka Allah Azza wa Jalla atake. Hata kuna baadhi ya watu wanaona kama mtu anasema neno insha Allah, Allah akitaka tutalima, Allah akitaka tutakutana, Allah akitaka. Anamuona kama huyu mtu mjinga. Inaonekana insha Allah ni kama itikadi ya Kileimani, lakini Qur'ani inatufundisha kwamba kuna mambo yanakwama mengi, yametimia vigezo vyote vya kupita, lakini yamekwama kwa sababu waliokuwa wanaendesha hayo mambo hawakusema moyoni wala kwa mdomo insha Allah. Mtu anaweza asiseme kwa mdomo, lakini ikiwepo moyoni sio tatizo. Lakini mushkeli kama haiko moyoni wala hasemi katika ulimi wake Allah akitaka, hakuna kitu kinaenda bila ya utashi wa Allah. Kila kitu kinaenda kwa idhini ya Allah, mpaka yani matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hapa akasema
wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah akikupata kwa madhara yoyote, madhara ya ufakiri, madhara ya umaskini, hakuna atakayeondosha isipokuwa yeye. Je, hii inakataa kufanya sababu? Je, imani hii inawaambia watu wasifanye sasa kuhangaika? Hapana. Kuhangaika ili upate manufaa na ili uepuke madhara ni maelekezo ya sheria pia. Ni maelekezo ya sheria pia. Lakini wakati unafanya sababu za kupata manufaa na kuepuka madhara, unawajibu wakati huo uitakidi kwamba hizi harakati hazitafanikiwa mpaka Allah atake. Kwa hivyo muumini sio mpumbavu. Manake kama anataka apate tu manufaa hafanyi kazi, mpumbavu. Na mpumbavu zaidi kama anafanya kazi alafu anategemea kazi yake ita survive tu bila ya Allah kuidhinisha, huyo mpumbavu mara zaidi ya 100. Sababu kosa la kutegemea sababu ni kubwa zaidi kuliko kosa la kuacha sababu. Wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Kuna watu wanakejeli dua, manake dua iko katika huu mlango. Sio kwamba unamuomba Allah ndio aidhinishe khairi, aepushe madhara, sio. Kuna watu wanakejeli dua. Katika wanaokejeliwa kwenye dua ni nchi zetu za kisuni za Kiislamu, Maka na Madina. Wale watu ni wingi wa dua, hasa kipindi hiki kwenye matatizo haya, wanaomba kweli kweli. Na watu wengine wanasema hizo dua hazina athari. Zina athari, Sheikh. Zina athari. Wewe unayetegemea miundombinu yako, subiria miundombinu yako uone itakufikisha wapi. Dua ina athari. Kama watu wamekuwa madarueshi wanaomba dua tu hawafanyi chochote, ni nafuu kuliko wale wanaofanya sio chochote, wanaofanya sana lakini hawamuombi Allah. Kama mmoja anategemea dua ya silaha ya dua tu, mwingine anategemea silaha ya chuma, nani hapa anaweza kushinda? Pamoja na kwamba huyu mwenye kuomba dua ana mapungufu labda katika asbabu, na sio kwamba hawana asbabu, Sheikh. Anayeomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atafeli kwa sababu ya ushirikina wake. Ushirikina ni nuksi katika maisha. Sababu kuna mtu mwingine ushirikina wake anategemea hirizi, basi atafeli jambo lake kwa sababu ya ushirikina wake. Kwa sababu inna Allaha la yuslihu amala almufsidin, Mwenyezi Mungu hayafanikishi mambo ya uharibifu, na hakuna muharibifu kama mushriki. Huyo ni mushriki wa kutegemea hirizi zake na mizimu yake. Kuna mwingine ni mushriki kwa kutegemea sayansi zake. Na huyu naye hatofanikiwa kwa sababu shirki ni uharibifu, na Allah anasema inna Allaha la yuslihu amala almufsidin. Allah hayafanikishi matendo ya wenye kufanya uharibifu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, Allah akikupata kwa madhara hakuna wa kuondosha isipokuwa yeye. Na hii ni ajabu kwamba ambaye, sijui nitumie lugha gani hapa, yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndio anayeleta madhara na yeye ndio unayemuomba aondoshe madhara, si ndio? Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeleta madhara, na Allah anataka watu waamini kwamba yeye ndio ambaye anaondosha
madhara. Wa in yuridika bi khairin, na akikutakia khairi, fala radda li fadli, hakuna wa kurudisha fadhila za Mwenyezi Mungu, kama ilivyo katika surati Fatir, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Allah hafungui rehma kwa watu, hakuna atakaye enda kushika hiyo break. Rehma jalie ni gari limeachiliwa, hamna anaweza kushika break hiyo, itaenda tu, hamna kuzuia, hamna kuweka geti wala kushikisha break. Rehma ya Allah ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameisayir, ameituma iende, hakuna kuzuia. Na ni kweli hivi, mtu yote aliyefanikiwa hajapata mambo ya vikwazo vya kutosha kabisa. Mtu yote aliyofanikiwa amepita kwenye vikwazo sio vya kitoto, vya kutosha. Na baada ya kufanikiwa pia anapelekewa vikwazo ili arudi nyuma, na bado yuko pale pale, atakufa na cheo chake, atakufa na utajiri wake. Manake jambo, kwa sababu mambo yako kwenye mkono wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ingekuwa kwenye mikono ya binadamu, watu, kwa sababu kila mtu ana adui ambaye anataka kumkwamisha, na maadui wanatumia sayansi kukukwamisha, wanatumia uchawi kukukwamisha. Ungekwama she. Hii ni dalili kwamba Allah akikutakia khairi amna wa kurudisha fadhila zake. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, Allah hafungui kwa watu rehma zake, rehma yoyote ile, amesema min rahmatin, rehma yoyote ile, fala mumsika laha, hakuna wa kuizuia. Na akizuia je, wama yumsik, na hazui, fala mursila lahu, kila alichokizuia hakuna wa kukiachilia. Hata katika dua za baada ya salat nasema Allahumma la mani lima ataita, ewe Allah hakuna wa kuzuia ulichokitoa, wala mu'ti lima manata, wala hakuna wa kupeana kile ulichokizuia. Kisha akasema, aliposema kwamba akifungua hakuna wa kufunga na akifunga hakuna wa kufungua, akasema wa huwa al-aziz, kwa sababu ana power, al-hakim. Kwa hivyo Allah hazuiliwi kile alichokikadiria kwa sababu ana nguvu. Lakini akasema pia katika kufungua kwake na kuzuia kwake ni kwa hikma ambayo anaijua. Ndio maana akasema, akataja sifa hizi mbili, wa huwa al-azizu al-hakim. Kwenye kuzuia kwake na kwenye kufungua kwake akahitimisha maneno hayo kwa kusema yeye ni mwenye nguvu, kuonesha kwamba ndio maana amezuia ikawa hakuna mpinzani, akafungua ikawa hakuna mpinzani. Al-Hakim, mwenye hikma. Mbona kawafungulia baadhi, wengine kawazuilia? Ni kwa hikma, wa huwa al-azizu al-hakim. Naam, naam. Katika Fatir hiyo, ni katika Fatir hiyo inasemaje? Wa huwa al-ghafurur rahim. Hapa sio kwenye hii aya. Mimi nilikuwa na compare na ile aya iliyo katika surati Fatir. Wa in yuridika bi khairin, akatumia neno akitaka, kwa sababu kwenye hapa unatumika utashi, na utashi ni mpana kuliko kupenda. Kila kinachokuwa ni utashi, kiwe ni khairi au ni shari, ametaka. Lakini sio kila kinachokuwa kimependwa. Kuna mengine yanakuwa lakini Allah hajayapenda. Ni makosa mtu akifariki akasema mapenzi ya Allah. Unajuaje pengine kauliwa kwa dhulma, na Allah hapendi dhulma? Sema Allah ametaka. Hakupenda lakini ametaka. Sababu kuna Allah mambo anayapitisha, ametaka yapite lakini hakuyapenda. Mashia. Ndio maana kusema insha Allah ni neno pana. Na ikitokea msiba sisi hatusemi
Allah amependa, tunasema Allah ametaka. Neno kupenda tunatumia kwenye ikiwa jambo limeendana na sheria yake, ikiwa ni jambo limeendana na amri yake na yale aliyoyaamrisha. Yusibu bihi man yasha, anawapata bihi, hiyo inarejea katika khair. Yusibu bil khairi, yani man yashau min ibadi, anampata kwa khairi zake amtakaye katika waja wake, sio ampendaye. Angesema ampendaye, ingekuwa kila anayepata tungesema huyu anapendwa na Mwenyezi Mungu, lakini ametumia fumbo. Maana kutaka sio lazima kilichotakiwa kiwe kinapendwa. Yusibu bihi man yashau min ibadi, humsibu yani humpata kwa hiyo kheri, man yashau, yule amtakaye, min ibadihi, katika waja wake. Nukta ya msingi ni kwamba kila utashi wa Allah una hikma, una sababu, sio utashi wa nini, wa holela, sio holela. Watu walipokuwa wametenganisha utashi na hikma, ndio wakaona kwamba Allah alipotaka kumpoteza yule, huo utashi haukuwa na sababu. Alipotaka kumuongoza yule, ule utashi haukuwa na sababu. Kila utashi una hikma yake. Kwa hivyo Allah, yule ambaye Allah anamsibu kwa rehema zake, ametaka kumsibu kwa rehema zake, huo utashi unayo sababu. Na yule ambaye Allah ametaka kumsibu kwa madhara yake, huo utashi una sababu. Yusibu bihi man yashau min ibadi. Hii aya inafanana na aya gani zingine? Yani message hii ni kama ile iliyoko kwenye qulillahumma malikal mulki, sema ewe Allah, wewe ni mmiliki wa ufalme. Yani falme ziko katika milki ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla, malikal mulki. Tu'til mulka man tasha, wewe humpa ufalme umtakaye. Kwa hivyo kila aliyepewa ufalme Allah ametaka kumpa, hata kama sio Muislamu, hata kama ufalme wake ni wa kikafiri na wa kishirikina, kama ufalme wa Balqis, kama ufalme wa Namrud, pia ni Allah ametaka. Alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu almulk. Hujamuona yule alikuwa anapingana na nabii, anatoa hoja za kumpinga Ibrahim katika tauhidi, kwa sababu Allah amempa ufalme, ni kafir. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, tu'til mulka man tasha, unampa ufalme umtakaye. Ufalme, mamlaka, uraisi, waziri, mulk. Wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, na akatumia neno kungoa. Maana yake mtu akipewa khairi kuja kunyang'anywa huwa anang'ang'ana. Wa tanzi', ili neno kama naz'i, kama kwenye kungoa msumari, ndio ili neno litumika. Yanzi'u al-masamir. Wa tanzi'u al-mulka mimman yasha, mimman tasha, unaondosha ufalme kwa yule mtakaye. Wa tu'izzu man tasha, na unamfanya ni aziz, mtukufu, umtakaye. Wa tudhillu man tasha, unamjalia ni dhalili umtakaye. Biyadika alkhair, unaona hapa utashi. Biyadika alkhair, katika mkono wako kuna khairi zote. Innaka ala kulli shay'in qadir, wewe ni mweza wa kila jambo. Hii aya ni ndugu na ile kule. Wa huwa al-ghafurur rahim. Kwa nini hapa ametumia wa huwa al-ghafurur rahim? Kwenye hii kupeana khairi akasema wa huwa al-ghafuru, maana yake maudhui ni khairi, Allah ndio anapeana khairi, shari ndio analeta shari. Alafu akasema wa huwa al-ghafuru. Yani kwa nini imekuja hapa ghafur? Mtu anaweza kuwa na madhambi yanayomfanya asipewe kitu fulani. Sasa mbona akapewa? Allah amemsamehe tu, amesamehe. Ghafur. Ar-Rahim, amemhurumia tu. Au kwa tafsiri ya jumla, hizi khairi na shari
kiundani zina malengo ya kusamehewa mja. Ni sababu za mja kusamehewa. Kama mja, tujalie mtu ni mwema, Allah amemletea madhara, Al-Ghafur ili amsamehe, na hayo madhara Ar-Rahim ili amhurumie. Vipi hiyo? Mtu ana makosa na hatubii na anaishi nayo, Allah anataka ayafute yale makosa, analeta sababu, anamletea madhara, anamwafikisha katika subira ili amsamehe, na hiyo ni huruma. Manake badala ya kuungua moto, ungua ugonjwa. Sijasema ugua, nimesema ungua ugonjwa, ukuunguze badala ya kuunguzwa na nini? Na moto. Kwa hivyo Allah ameleta sababu ya msamaha, na hiyo ni huruma. Ndio maana akamalizia aya, wa huwa al-Ghafurur Rahim, wallahu a'lam. Kisha akasema, qul ya ayuha nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum, enyi watu, hakika imekujieni haki kutoka kwa Mola wenu. Faman ihtada, imekujieni haki na kweli kutoka kwa Mola wenu. Unaona ili neno min rabbikum, haki kutoka kwa mlezi wenu, yani haki inakulea wewe kwenye na halitumiki neno malezi isipokuwa neno iwe katika mazingira ya jalbul manafi wa daf'i ad-darar, kuleta manfaa kwa mlelewa na kumkinga na madhara. Ukisikia tu huyu ni mlezi wa huyu, manake anajitahidi kwa kila awezavyo kumnufaisha na kumwepusha na madhara. Kwa hivyo sheria ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni khairi, inatupeleka katika khairi na inatuepusha na nini? Na madhara. Ndio maana ikaja qad ja'akumul haqqu min rabbikum, imekujieni haki kutoka kwa mlezi wenu. Yani hiyo haki imeletwa ili kuleeni mpate khairi na muepukane na shari. Ndio akasema faman ihtada, basi yule ambaye ataongoka. Ihtida ni kuitikia, kurespondi mwongozo. Umepewa mwongozo, una respondi, unaitikia mwongozo. Fa inama yahtadi li nafsi, hakika huyo anaongoka au ana respondi kwa maslahi yake. Hiyo lamu ndio inamaanisha maslahi yake, hiyo ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Hata Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwenye kusherehesha neno hili hapa, hapendi mja na hakubali atende amali njema alafu ipite katika akili yake kwamba kama lile neno la Kiswahili, amemtumikia Mwenyezi Mungu. Amemtumikia, ukisema amemtumikia fulani, maana yake inakuwa kwa maslahi anayetumikia au anayetumikiwa? Anayetumikiwa. Kama hilo neno amemtumikia Mwenyezi Mungu litakuwa lina maana amemfaidisha Mwenyezi Mungu, hilo neno Mwenyezi Mungu akubali. Yamununa alayka an aslamu, wanakusimbulia Muhammad kwamba si unaona tumesilimu. Yani kama vile tumekufanyia jambo zuri wewe, tumesilimu, na tumefanyia jambo zuri Mola wako, tumefuata sheria zake. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema bali lahu yamunnu alaykum, bali Allah ndiye ambaye yeye amekufanyeni maslahi, an hadakum lil imani, alipokuongozeni kwenye imani. Na hii inaonesha msamiati wa al-Islam na imani ni misamiati vice versa. Yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani. Yamununa, wanakufanyia mani. Mani ni kama vile unamtajia mtu mazuri uliomfanyia kwa maslahi yake yeye. Ulikuja hapa mjini, hujui hata ufikie wapi, nikakupokea, nikakufundisha kazi. Unaona sasa umefanya, umekuwa hivi, umekuwa tajiri, umekuwa una jina. Kama sio mimi, hiyo ndio mani.
Sasa kuna watu kwenye dini, akifuata dini au akitoa sadaka au akijenga msikiti, kama amemfanyia Mwenyezi Mungu jambo la maslahi ya Mungu, yani Allah anakataa hiyo. Faman ihtada, ambaye ataongoka, fa inama yahtadi li nafsi, anaongoka kwa ajili ya nafsi yake. Tukisema fanya amali kwa ajili ya Allah, yani iwe unaelenga kumtii ni Allah, sio kwa ajili ya Allah kwa maana kwamba kwa manufaa ya Allah. Allah amesema katika hadithi al-Qudsi, hanufaiki na toa ya wenye kutii wala hadhuriwi na madhara ya wenye kuasi. Kama wote mtamtii Mwenyezi Mungu, hamna kitu mtamuongezea. Kama wote mtamwasi, hamna kitu mtampunguzia. Kwa hivyo hizi ibada zimeletwa ni rehma inayorudi kwetu kwa 100%. Sio tunagawana na Mwenyezi Mungu kwamba ibada ni jambo zuri, Mungu anapata na sisi tunapata. Unapata wewe tu basi. Na usidhani Allah aliumba watu anufaike nao, au yuko kwenye ukiwa na upweke waje wamtoe kwenye upweke, anaishi yuko peke yake tu. Hana haja. Al-Ghani hana haja na viumbe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini ana sifa ya rehma. Ameyafanya yale aliyofanya kwa sababu ya rehma yake kwa viumbe wake. Faman ihtada, basi ambaye ameongoka, fa inama yahtadi li nafsihi, anaongoka kwa ajili na kwa maslahi ya nafsi yake. Wa man dhalla fa inama yadhillu alaiha, na anayepotea ni dhidi ya nafsi yake, ni anajidhuru mwenyewe. Wama ana alaikum biwakil, na mimi sio mchunga wenu, mwangalizi wenu. Sijapewa jukumu, nimepewa jukumu la kuwafikishia watu dini, lakini kama ndio nimeshikilia bakora na walinda, sijapewa hilo jukumu. Kama vile maneno haya yanasemwa mtu anayedhani anafanya maasi kwamba anamkomoa Mwenyezi Mungu na mtume, na akifanya taa anamnufaisha Mwenyezi Mungu na mtume. Maneno haya yanakataa hiyo. Ndio maana ikaja wama ana alaikum biwakil. Mimi alwakil ni yule mchunga. Mchunga kuna maana mbili. Kuna mchunga kwa maana ya kutoa maelekezo, na kuna mchunga kwa maana ya unapopotea sasa anakuvuta. Mimi mtume hajapewa jukumu hilo. Ama mchunga kwa maana ya kutoa maelekezo, sawa, lakini mchunga kwa maana kwamba unapopotea amepewa jukumu awe anahangaika kuwarudisha watu, hajapewa jukumu hilo. Ndio maana wama ana alaikum biwakil. Wattabi' ma yuha ilaika, nafuata yale ambayo Muhammad umefunuliwa. Wasbir, navumilia. Hata yahkum Allah, kuna wajibu wako wewe wa kufanya na kuna wajibu wa Mwenyezi Mungu. Kuna kazi zako za wewe kufanya na kuna kazi zingine za Mwenyezi Mungu. Kazi yako ni kufuata lile unaloliambiwa ufate, wala sio kazi yako kutoa matokeo. Ndio maana maneno haya, wattabi' ma yuha ilaika wattabi' ma yuha ilaika wasbir, nasubiria hata yahkum Allah, mpaka Allah atakapohukumu. Wa huwa khairul hakimin, na yeye ni mbora wa wale wenye kuhukumu. Yani hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi. Surati Yunus ilianza na maneno yanayothibitisha kwamba Qur'ani ni aya za kitabu zenye sifa mbili. Al-Hakim, nani anakumbuka? Naam. Hakim kwa maana ya ni aya zenye kuhukumu. Zinahukumu nini? Halali, haramu, wajibu, sio wajibu, inafaa, haifai, ishini hivi. Qur'ani ni hakim,
Sawa? Kwa hivyo al-Hakim ni sifa ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo neno hakim lina maana ya kitabu kinachohukumu. Yaani jamani, maisha yenu yahukumiwe na Qur'ani. Ya pili hiyo hakim kwa maana ya hikma. Yani hukumu zake sio tu zimehukumu, bali zimeweka hukumu kwa usahihi zaidi. Na alipomalizia sasa ndio akamalizia na haya maneno yanayorudi kule alikoanza Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wattabi' ma yuha ilaika, fuata yale yaliyofunuliwa kwako. Kama aya ilivyoanza kuzungumzia habari ya wahi wa Qur'ani, inasisitiza na inafunga maudhui kwamba fuata yale ambayo yamefunuliwa kwako, hata yahkum Allah, mpaka atakapohukumu Mwenyezi Mungu. Wa huwa khairul hakimin, na yeye ni mbora wa kuhukumu. Kwa idhini na taufiki ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla imetimu katika huu mwezi mmoja tafsiri ya surati Yunus. Na haya ni maelezo machache tu ambayo Allah ametuafikisha kuyasema kuhusiana na sura hii, lakini Qur'ani nani anaweza kuifasiri akaimaliza? Sisi tumegusa tu yale ambayo Allah ametuafikisha kuyasema katika maelezo ya tafsiri hii. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika.